Ndani ya miaka minne ya mama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumeona ufanisi wa kazi nzuri alizozifanya. Miradi ya kimkakati ya nchi hii imetekelezwa kwa asilimia kubwa na imekamilika. Kwenye mambo ya miundombinu tumepata madaraja mazuri kabisa ya kisasa, sehemu ambapo ukienda Kingi wanafunzi walikuwa wanapata changamoto kubwa sana kuweza kuvuka, hasa kipindi cha masika kama hivi, lakini hivi sasa hawapati changamoto hiyo na walimu wanavuka vizuri, watoto wanavuka vizuri wanapopata elimu. Serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetusaidia kwenye mambo ya umeme. Kuna vitongoji ambavyo havikuwa na umeme vina umeme. Mradi huu wa mataa ya barabarani kwa eneo hili la Misigiri, kata ya Ulemo, kwa kweli sio tu kupendezesha mji na kupendezesha mandhari yetu ya kamji chetu cha Misigiri, lakini imeleta manufaa makubwa sana hasa kwenye mambo ya ulinzi na usalama nyakati za usiku. Imesaidia sana hata wafanyabiashara wetu mama ntilie wanaofanya biashara za chakula, lakini wafanya biashara mbalimbali kuweza kuuza bidhaa zao ama kutoa huduma zao mpaka usiku. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka yake minne ya utumishi wake. Sisi kama wanakata ya Ulemo tunamshukuru sana. Sio tu mataa haya ambayo ametuwekea hapa katika kijiji cha Misigiri, lakini tukizungumzia miradi ambayo imeingia ndani ya kata hii ya Ulemo imegharimu zaidi ya bilioni 2. Unaweza kaona kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya ndani ya kata hii, na miradi hii inaenda kugusa jamii, inaenda kutatua changamoto mbalimbali za wananchi wetu ndani ya kata hii ya Ulemo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais sio tu kwa Tanzania, kwa nchi nzima, kwa mikoa yote, kwa wilaya zote, lakini sisi kama wanakata ya Ulemo tunazo shukrani za dhati kwake. Tunamshukuru sana na Mungu ambariki Mheshimiwa Rais, aendelee kuchapa kazi na kuiongoza nchi yetu. Mataa ya barabarani kwa kweli yanatusaidia. Kwanza usalama umekuwa ni mkubwa. Maana kipindi cha nyuma hapa walikuwa wanaibiwa kwenye magari, lakini sasa hivi pamekuwa ni salama. Hatuna tena hilo tatizo la kujalisia kabisa. Na pili vile limetufanya sisi wenyewe biashara zetu tunafanya mpaka hata usiku kwa sababu ya huo usalama. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunashindwa giza, unaogopa vibaka, lakini sasa hivi ni wewe mwenyewe uchoke uende kulala. Kina mama ntilie wa hapa Misigiri tunafanya biashara zetu mpaka usiku. Kwa hiyo tunamshukuru Rais Suluhu Samia kwa kutuletea taa. Pia nimshukuru mbunge wetu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa ushirikiano na mama kwa kazi nyingi alizotutendea. Pia na yeye namshukuru sana. Mimi kama mwanajamii, kwa niaba ya jamii ya Misigiri tunashukuru sana. Kata ya Ulemo kwenye kipindi cha miaka minne ya awamu ya 6 Daktari Samia tumepokea fedha mbalimbali na fedha nyingi kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Tumepokea kiasi shilingi bilioni 1 na milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya kabisa, shule ya amali. Hizi shule Mheshimiwa Rais anazijenga kwenye kila mkoa. Sisi tumepokea kwenye kata yetu ya Ulemo. Tunafanya ujenzi wa shule ya ufundi pale kijiji cha Kitukutu, na tayari kazi mbalimbali zimeanza kufanyika. Tumeshajenga miundombinu karibia yote, iko hatua za kufungwa lenta, na baadhi ya madarasa yameshaanza kufanyiwa finishing, yako mengine yanafanywa skilling kwa wakati huu. Kazi mbalimbali zinaendelea pale. Ujio wa fedha hizi na miradi hii hususan kwenye sekta ya elimu kwenye kata ya Ulemo ina mafanikio chanya sana kwa jamii yetu, lakini kwa watu wanaozungukwa na maeneo ya kata ya Ulemo. Mathalani ni ujenzi wa hii shule ya Kitukutu hapo. Wanafunzi au watoto mbalimbali wanaweza kufika kwa ukaribu zaidi kujoin program za kimasomo kwenye shule ile badala ya kutembea kwenda umbali mrefu sana. Ninazo shukrani kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano kwa namna ambavyo inaziona changamoto za jamii ya watu hawa wa kata ya Ulemo, kwani kwa kipindi cha hivi karibuni tulipata ujenzi wa barabara itokayo kijiji cha Misigiri kwenda kitongoji cha Nkingi. Kule zamani palikuwa ni changamoto kidogo mvua zinaponyesha, kwa maana ya masika. Kipindi kama hichi kulikuwa kuna gepu kubwa sana la kimawasiliano kati ya watu wa kitongoji kile, lakini watu wa makao makuu ya kijiji. Kwa mfano ni walikuwa wanapata changamoto za ufuataji wa huduma za kiafya, kwa sababu
zahanati ipo ya kijiji, lakini kitongoji kimejitenga, katikati palikuwa pana mto. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto sana hata kwa wakina mama kuweza kutoka kule kuja kupata huduma za afya katikati ya makao makuu ya kijiji. Lakini sasa hivi kwa kweli mimi mtendaji sipati changamoto kwenda kushughulikia changamoto za wananchi kwenye eneo la kitongoji kile, kwa sababu barabara ipo, inapitika, inafikika masaa 24. Hii ni mafanikio makubwa sana kwa watu wa kitongoji cha Mkingi. Lakini pia limejengwa daraja pale zuri la kisasa kabisa, maji yanapita chini, wananchi wangu wanavusha mifugo yao vizuri na sisi tunapita. Faida hii kwa kweli pia inaambatana na watu wa taasisi ya elimu. Naarifiwa ilikuwa ni changamoto wakati wa mitihani inafanyika, kuja huku kuvusha mitihani kufika kule mvua ikitokea. Sasa hivi uhakika kwa kweli wa kufika au uhakika wa mwananchi kutoka kitongoji kimoja kwenda sehemu nyingine umerahisishwa sana. Kwenye sekta hii ya maji, nje ya mradi huu wa maji, tuna mradi ndani yake wa maji kwenye kitongoji cha Mkingi. Kitongoji cha Mkingi ni umbali wa takriban kilomita 8 kutoka makao makuu ya kijiji kwenda kwenye kitongoji. Tulipokea mradi wa maji ndani ya kitongoji hicho zaidi ya milioni 216 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya maji ndani ya kitongoji. So nje ya vitongoji 15 ambavyo nilivitaja, tuna kitongoji ambacho kinategemea mradi wake peke yake wa maji. Hicho kitongoji cha Mkingi kiko kijiji cha Msigiri. Milioni 216 zimejenga tenki, zimetanua miundombinu ya maji kwa maana ya DPs center kwenye kila center ambapo wananchi wanaweza kufika kununua maji. Lakini pia mradi huu unawezesha wananchi kujivutia au kujiongezea mtandao wakiwa majumbani. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kweli wananchi wa kitongoji kile, nao pia wameondokana na adha ya kufuata maji mtoni ama kufuata maji umbali mrefu zaidi ya kilomita 8. Lakini wao sasa pia wananufaika na matunda ya serikali ya awamu ya 6. Ninazo shukrani kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano. Katika miaka 4 ya utawala wa Mama Samia Suluhu Hassan tumepatia kuboreshwa kwa vitu vingi kusaidia kufanya kazi, hasa katika upatikanaji wa madawa. Madawa hizo zipo katika idara mbalimbali, ikiwemo idara ya wagonjwa wa nje, pia idara ya matunzo pamoja na tiba ya ukimwi na kifua kikuu. Pia tumerahisishiwa katika utoaji huduma katika mifumo kama Goti Homes ambayo imeongezwa kwa ajili ya kurahisisha kutunza data, taarifa za wagonjwa pamoja na namna ya kukusanya mapato katika mazingira ya kazi. Pia wafanyakazi uweza kupata namna ya kuweza kupata mafunzo na wengine kuongezwa pale panapobidi kuwa na uhitaji zaidi wa wafanyakazi. Sisi kama watoa huduma wa afya katika zahanati ya Ulemo tunamshukuru Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuunga mkono katika idara ya afya na vitengo vya sana kwenye zahanati, vituo vya afya na hospitali. Tunashukuru kwa kuwa mpaka sasa hivi huduma inazidi kuendelea vizuri kupatikana madawa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea huu mradi. Huu mradi umenufaisha wengi. Mimi hapa ni mama ntilie au mpishi. Nimenufaika kwa sababu huwa nauza chakula napata faida. Faida hiyo inasaidia kuwasomesha watoto. Nashukuru sana kwa sababu huu mradi sio huu tu wa kwanza. Kuna mradi mwingine tuliletewa hapo wa chekechea na wenyewe unanufaisha kwa sababu watoto wanatamani watoto wengi wameandikishwa chekechea na wengi sana wanafurahi kwa sababu ule mradi una mabembea, miundombinu mizuri, muonekano wake ni mzuri. Nashukuru sana. Naomba hii miradi iendelee kuletwa. Sisi ni kijiji ambacho kiko chini sana. Kuaminiwa kupewa mradi kama huu hapa ni kitu kikubwa sana. Na rais kutuamini wana kitukutu tukiwa yani kijiji ukisema vile vijiji vikubwa ni kijiji cha kawaida sana. Kuletea mradi kama huu hapa. Mama tunamwahidi kwamba sisi 2025 ikula shoe kwake mama muleli wetu uwezi lekela yake yetu wetu umekazi kuliko nina yenge. Hapa Kizaka Sekondari tuna miradi mbalimbali ambayo kimsingi tunaipokea kutoka serikali. Kwa maana ya kwamba kuna miradi ya ujenzi wa miundombinu ya shule. Tuliweza kupokea miradi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 2 pamoja na ofisi. Kwa hiyo tuna madarasa
madarasa mawili pamoja na ofisi. Tulipata pia ufadhili kwa maana ya fedha kutoka serikali kwa ajili ya umaliziaji wa ujenzi wa madarasa mawili matatu. Tukawa tumepata sapoti kutoka kwa ukamilishaji wa madarasa matatu, kwa maana ya kwamba yale madarasa yalianzishwa kwa nguvu za wananchi, lakini hatimaye tukaja kupata sapoti kutoka serikalini. Kwa hiyo tukawa tumekamilisha ujenzi wa madarasa matatu pamoja na ofisi moja. Mwaka 2024 tukawa tumepata fedha kwa maana ya ujenzi wa miundombinu tena ya shule, kwa maana ya ujenzi wa mabweni mawili, madarasa mawili pamoja na vyoo matundu 12 yenye jumla ya thamani za fedha za Kitanzania shilingi 316 milioni na laki 4. Kwa hiyo ujenzi huo unaendelea mpaka sasa na uko katika hatua za mwisho kwa maana ya ukamilishaji, ikiwa ni pamoja na hayo mabweni mawili yenye uwezo wa kugharimu kiasi cha fedha shilingi 240 milioni, lakini pia madarasa mawili, vyumba viwili vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 46. Hivyo basi madarasa hayo mawili yenye uwezo wa kubeba wanafunzi 80 kwa maana ya 40 kwa kila moja. Lakini pamoja na maendeleo ambayo yameendelea kutokea katika shule yetu, kwa sababu tayari shule yetu imepata hadhi kupata kupokea wanafunzi wa advance kwa maana ya kidato cha 5 na cha 6. Ndio maana serikali imeonelea ni vyema sasa shule yetu kuipeleka kwenye hadhi hiyo, na ndio maana tukawa tumepangiwa hicho kiasi cha fedha kwa maana ya ujenzi wa miundombinu. Hivyo tunaendelea kupambana kadri inavyowezekana katika kusimamia miradi hiyo, na hapa mpaka sasa ninavyozungumza hivi, maanake miradi hiyo iko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji, kwa maana ya mabweni mawili, madarasa mawili pamoja na vyoo matundu 12. Pamoja na ujenzi wa mabweni hayo mawili, mabweni hayo mawili kila moja lina uwezo wa kubeba wanafunzi 80. Kwa mantiki hiyo, maanake mabweni mawili tutakuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi 160. Hivyo basi maanake kwamba hatutakuwa na shaka wala shida yoyote, kwa maana ya kwamba hata kidato cha 6 kama tutapokea watoto wa kidato cha 5 mwaka huu na mwakani kidato cha 6, maanake hatutakuwa na upungufu wa nafasi kwa maana ya watoto hao kuwaweka sehemu pa kulala. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tunashukuru jitihada za serikali kwa kuliona hili na kuhakikisha kwamba wanaboresha miundombinu katika shule zetu. Nirudishe pongezi kwa viongozi wetu, nikianza na Mheshimiwa Rais, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli ni pongezi za dhati na pongezi kubwa ambazo ni lazima tuzipeleke kwake, kwa sababu haihitaji uchanganuzi au ufafanuzi wa namna yoyote kwa jitihada na kazi kubwa anayoifanya katika kuboresha kwenye sekta ya elimu. Tumeona mambo makubwa ambayo yamefanyika na mambo mengine mengi makubwa yanaendelea kufanyika. Ukiangalia katika sekta ya elimu, pamoja na udahili mkubwa wa watoto ambao kila siku tunaendelea kufanya katika shule zetu, lakini bado miundombinu inazidi kuboreshwa vizuri na inazidi kuongezwa, tena miundombinu yenye thamani kubwa. Hivyo ni lazima kwa kweli tuone kabisa mama yetu kipenzi anavyoona kuna kila namna ya kuweza kupambana, kutafuta fedha na kuhakikisha kwamba shughuli zote hizo zinaweza kuendeleza kwenye shule zetu ili kuboresha maisha ya vijana wetu. Hivyo tuna shukrani zetu za dhati kabisa tunazielekeza kwa Mheshimiwa Rais Dr. Suluhu Hassan kwa jitihada hizo ambazo ameziona, amezifanya kwa namna na jinsi anavyoona kabisa kwa mapenzi yake ya nchi, ili kuhakikisha kabisa kwamba mtoto aweze kupata elimu bora na sahihi na kwa wakati katika mazingira sahihi. Lakini cha mwisho nirudishe pongezi pia kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba mbunge kwa namna na jinsi ambavyo kwa kweli huduma na anavyopambana katika jitihada zake zote kutafuta rasilimali fedha. Kwa kweli ukiangalia katika jimbo letu la Iramba kila kitu kinaonekana, na hii si kwa jitihada zetu bali kwa nguvu kubwa ambazo mheshimiwa anazidi kupambana katika kuhakikisha maendeleo katika jimbo letu la Iramba yanaenda mbele. Tena sio mbele tu, kwa kasi kubwa. Na tunamwombea sana aendelee kupambana, aendelee Mungu aendelee kumbariki
ili mwisho wa siku ndoto na malengo yake na matumaini yake yaweze kufika, kwa sababu tunaamini nia yake ni njema na malengo yake ni mazuri sana kwa wananchi, na si kwa wananchi tu bali kwa nchi nzima kwa ujumla. Hivyo basi Mungu amjalie afya njema na wengine wote ambao wako nyuma yake katika kuweza kuhakikisha maendeleo ya nchi yanaenda kwa kasi. Kwa kipindi cha utawala wa Mheshimiwa mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, ameweza kutuchangia au ameweza kutuletea miradi ifuatayo. Mradi wa kwanza ambao sasa hivi unauona hapa ni ujenzi wa kituo cha afya cha kisasa kabisa ambacho kina lengo la kuweza kusaidia wananchi takriban 11,000 ambao wako ndani ya kata ya Kidatu. Lakini pia tofauti na hivyo, mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kutuletea matundu 10 ya vyoo vya wasichana, ambapo sasa hizi huu mradi unazidi kuendelea, maana fedha hizo tulizipokea mapema mwaka huu mwezi wa kwanza. Sambamba na hilo pia wananchi wameweza kuongeza kwa fedha zao mfukoni kuunga mkono juhudi za Mama Samia kwenye ujenzi wa kituo cha afya. Wamejenga nyumba takriban 3 kwa ajili ya watumishi, ambapo tuna nyumba moja 2-in-1 ambapo wanakaa wauguzi, nyumba moja single ambayo anakaa mganga kiongozi, na nyumba nyingine single ambayo tunategemea mganga mfawidhi ataingia hapa. Ukiona mama yetu ametupa milioni 500 ya ujenzi wa kituo hichi cha afya, lakini pia wananchi na wenyewe kwa jitihada zao wamejenga hizi nyumba, zimeongeza ufanisi mkubwa sana. Takriban watumishi 3, yani mganga mfawidhi, wauguzi na mtumishi wa maabara, wote wapo karibu na kituo cha afya. Yani umbali wa mita 300 kutoka kituo cha afya. Kwa muda wote mwananchi akitaka huduma hiyo usiku, mchana, asubuhi, hata weekend wanapata kwa ufanisi mkubwa sana. Sambamba na hilo pia, kwa jitihada zao wananchi wameweza kuunga mkono jitihada za serikali kwa kujenga nyumba 3 za walimu ndani ya shule ya msingi Tegelo kama nguvu za wananchi. Nyumba 2 single, lakini pia nyumba moja ya 2-in-1 kwa ajili ya watumishi. Shule ya msingi Tegelo kwa kipindi cha miaka 5 nyuma ilikuwa na matokeo mabaya, mfululizo wa matokeo mabaya. Lakini kupitia nguvu za wananchi kujenga nyumba za watumishi, walimu hawaishi nje ya kituo cha kazi. Sasa hivi nao ufaulu mkubwa kabisa. Nadhani ndani ya kata katika mwaka wa masomo 24 matokeo darasa 7 shule yangu shule ya msingi Tegelo imeongoza kwa asilimia zaidi ya 90. Pia watumishi wenyewe pia wamejitolea kwa moyo wa dhati hadi masomo ya ziada, wazungu wanaita remedial classes. Kiukweli kwa mambo makubwa kama yale yaliyofanyika kwa kipindi cha miaka 4 sio jambo dogo. Mama, kokote uliko na mheshimiwa mbunge, hongereni. Tunatambua mchango wenu. Sisi watumishi tuko na nyinyi bega kwa bega. Hapa tupo kwenye sehemu ya kituo cha afya Tegelo. Kabla hatujapata kituo cha afya tulikuwa tunataabika, tulikuwa tunateseka. Wakati mwingine tunaenda chemchemu mbali, wakati mwingine tunaenda Doromoni au hospitali ya wilaya Kiomboi. Tumepata mradi, ina maana huduma za afya tunapata hapa kwenye kituo chetu cha afya hapa Tegelo. Kituo chetu kinatoa huduma za maabara, kuna kliniki ya watoto, pia na wagonjwa wa nje wanapata huduma hapa kwenye kituo chetu cha afya. Pia kwa sasa tupo katika muda wa kuongeza huduma zingine, ikiwa ni pamoja na huduma za upasuaji, lakini pia huduma za wagonjwa wa ndani. Tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa miradi inayoendelea, maana mpaka sasa tumefanikiwa kupata fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo la mama na mtoto, ambao itakuwa ni msaada mkubwa na suluhu ya matatizo mengi kwa afya uzazi kwa kata yetu ya Kidaru. Kwa sasa tupo katika hatua za ukamilishaji na tunaendelea kukamilisha. Hivyo kwa namna pekee tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujali wananchi. Vile vile pia hata kwa sisi wafanyakazi tunamshukuru kwa kadri siku zinavyozidi kuongezeka, anatuongezea watoa huduma na kwa idadi, lakini pia kwa maslahi. Hivyo pongezi na shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais. Hapa nyuma yangu ni mradi wa choo matundu 10 ya wanafunzi. Tunashukuru serikali imetupa milioni 17 kwa ujenzi wa matundu 10. Mradi huu uko kwenye hatua ya jamvi, na kama mnavyoona tuko site, mafundi wanaendelea na kupandisha ukuta kwa maana ya boma. Mradi huu itawafaidisha hasa wasichana ambao walikuwa na upungufu wa vyoo. Maana walikuwa wanachangia wasichana na wavulana, kwa sasa hivi watakuwa ni wasichana wana vyoo vyao vya kisasa kabisa,
vyenye milango, kuna chumba cha wanafunzi walemavu ambao watapanda na baiskeli, kuna kichomea taulo za kike. Kwa hiyo kitawanufaisha hususan wasichana. Kwa kipindi hichi cha miaka 4 kwa kweli tumeona kuna mabadiliko mengi na mageuzi mengi hasa hususan kada ya elimu. Kama mnavyoona maslahi ya walimu yanazidi kuongezeka na miundombinu kwenye sekta ya elimu inazidi kukua kila paitwapo leo. Kwa kweli mama anaopiga mwingi. Tunatamani naamini atarudi kwa kishindo kwa miaka 5 ijayo. Nadhani atafanya makubwa zaidi ya haya. Na tunashuhudia Watanzania wote miradi inamwagika kuliko hata awamu zilizopita. Lakini pia kwa upande wa maslahi ya watumishi hususan walimu. Zamani madaraja yalisimama, wote tunajua, lakini baada ya mama kuingia, kila baada ya miaka 3 kugusa tu tapu mtumishi anapandishwa kwenye daraja lake husika. Hususan mimi ni mmoja wapo. 2012 mpaka nimekuja kupanda 2019. Lakini nilipofika 2021 nikapanda. 23 nikapanda. Kwa kweli mama anaopiga mwingi kwenye sekta ya elimu. Miaka 5 ijayo nadhani mama, kama unanisikia, endelea kuboresha maslahi. Sisi wananchi wa Tegelo tunamshukuru rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa miradi yake yote aloenda kutuletea. Kwa miaka mingine tena 5 tunampa tena mama yetu Samia. Kata yangu ya Tulia ina vijiji vitatu na kila kijiji kimepokea mradi. Kianza na elimu sekondari tumepokea milioni, kuna fedha za uviko tumepokea zaidi ya milioni 135, tumepokea fedha kwa ajili ya maabara, tumepokea fedha kwa ajili ya hosteli milioni 40 na tumepokea fedha za madarasa. Kwa hiyo ni fedha nyingi tumepokea. Kwa shule za msingi kwa kata ya Tulia tayari sasa ina shule 4. Shule ya kijiji cha Migilango ambayo inaitwa Migilango shule ya msingi, Doromoni inaitwa Doromoni shule ya msingi, na Tulia inaitwa Tulia shule ya msingi, na Tulia yenyewe sasa imezaa shule nyingine ambayo tayari imesajiliwa, shule mpya, shule ya msingi Yombo ambayo imekamilika, na hapa tulipo majengo yote yamekamilika. Tuna matundu 16 ya vyoo, tuna jengo la chekechea, tuna jengo la utawala na madarasa yote tunayo. Na ukiangalia kwenye maji ingawaje bado hatujafika sana kwa asilimia kubwa, lakini kijiji cha Migilango tayari wameshatengenezewa maji na sasa hivi wanakunywa maji ya bomba ambayo tumejenga, umegharimu milioni 240. Na bado Tulia kuna kisima ambayo tayari tumesha drill na tumeshaweka budget ya milioni 700 ambayo wakati wote inaweza ikaanza kutekelezwa kwa ajili ya kukamilisha ile miundombinu. Ukienda Doromoni pale tumekarabati zahanati yenye thamani ya milioni 40 na kujenga mfumo wa maji ya mvua. Ukienda barabara tumepokea fedha isiyopungua shilingi milioni 549, na ukienda barabara za kutoka Tulia kwenda Doromoni nako tumejenga, kutoka Migilango kwenda Doromoni nako tumejenga. Lakini bado tumepata mradi wa TANROADS ambayo kutoka Shelui mpaka hapa Tulia, barabara hii ilikuwa changamoto sana. Tunamshukuru mama, barabara imejengwa na sasa hivi tunapitika kwa urahisi. Kwa kweli miaka 4 nimeona ukuu wa Mungu jinsi ulivyomwezesha mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tumeona shule mpya imejengwa. Kuna wengine walikuwa hawajawahi kuona hata tiles, hata nyumba nzuri. Leo sasa hivi tunaliona shule letu ni nzuri na tunapata faida kwa ajili ya watoto wetu kusoma kwenye shule nzuri. Kwa kweli shule imeboreshwa vizuri na wazazi wote tumefurahia. Katika kata yetu tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, maana ametuwezesha kutotolea ushamba hata sisi akina mama. Kwa sasa hivi tunajitambua na sisi tupo katika Tanzania hii. Mungu amsaidie na mwaka huu tumpe kura za ndio. Kwenye swala la umeme, toka umeme umeingia katika kata ya Tulia, kijiji cha Tulia, faida nyingi sana kama vijana tumepata kwa kujikwamua kiuchumi, kwa kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na umeme. Vijana wamejiajiri kwenye sekta ya uchomeleaji, saluni. Kwenye ngazi ya elimu, umeme pia umetusaidia kwa sababu imesisimua au imeleta changamoto kubwa ya kielimu, kwa sababu wanafunzi wanaenda kujisomea hata usiku, na baadhi ya mitihani inazalishwa inayowafanya sasa kuzalishwa kwa wiki hata mitihani zaidi ya 1 na kufanya majaribio
tofauti tofauti. Kwa hiyo umeme imekuwa ni kikwamua uchumi katika kata ya Tulia na kijiji cha Tulia pia. Kwa hiyo tunaposema kwamba mama anafanya kazi na mama yupo kazini, tunamaanisha mitano tena kwa mama. Moja ya sehemu ya shukrani ambayo inaonekana ni matokeo ndani ya miaka minne kwa utawala wa Mama Samia Suluhu Hassan kupitia jamii ya kitongoji cha Milambo ambayo kijiji cha Mingela imepatikana milioni 50 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mwalimu 2-in-1, lakini pia kuna milioni 20 kwa ajili ya madarasa mawili. Na haya miradi imeshakamilika 100% na watu wanaendelea kutumia kwa ajili ya faida ya idara ya elimu. Lakini si hilo tu, ukirudi kwenye upande wa kijiji cha Nkonkilangi, eneo la Kibururu ambalo liko machimboni pale, tuna ujenzi wa shule mpya ambao kwa sasa iko hatua za mwishoni karibu 90%, tuna milioni 250. Tuna upande wa umaliziaji wa hostel ambao tayari zimeshatumika milioni 70 kwa ajili ya kukamilisha, na juzi zimeingia shilingi milioni 20 kwa ajili ya kununuza vitanda na magodoro kwa ajili ya hostel ya wasichana ili kuondokana na adha kubwa ambayo wanapata wanafunzi wa kike kwa ajili ya kupata masomo yao hapo. Tunao mradi mkubwa unaotekeleza hivi sasa, ujenzi wa madaraja. Makarabati yako 9 na daraja moja lenye urefu wa kilomita 1.5 na sasa shughuli inaendelea. Itakapofika mwezi Juni kazi itakuwa imeshakamilika, ambao gharama yake ni bilioni 6.6. Lakini hata mwaka jana tumepata bilioni 4.9 kwa ujenzi wa daraja la mto Mwajuma. Na si hilo tu, kwenye ujenzi upande wa miundombinu ya barabara, tunao barabara kutoka Kiombo hospitali. Kwa mwaka juzi tulipata milioni 75 ikafikia hatua ya Mlimani, na mwaka huu wa fedha uliopita tumepata milioni 250. Na hivi sasa tunavyozungumza barabara iko makao makuu ya kata na tayari mkandarasi anaendelea na shughuli kwa ajili ya hatua za mwisho. Na hii miundombinu inapunguza sana adha ambayo tunaipata kwa muda mwingi, na hasa kina mama wajawazito wanapofia njiani kwa ajili ya kupata huduma ya hospitali. Hivi leo tunavyozungumza, ukitoka hapa makao makuu ya kata kwenda Kiombo hospitali inachukua nusu saa, mgonjwa atakuwa ameshafikishwa. Kwa hiyo adha ya kunusuru maisha ya mama wajawazito kupitia mradi huo utakuwa imeshaisha. Kwa hiyo mimi naishukuru sana serikali ya Mama Samia baada ya kuona na kujali hoja za msingi kwa hitaji la jamii yetu kwa ajili ya sekta zote ambazo nimezitaja. Kwa hiyo wananchi wanashukuru sana baada ya kuonekana utekelezaji na kwenda vizuri na adha zimeshapungua kwa hitaji la kijamii yetu. Kwa hiyo sisi tunajua wazi kwamba Mama Samia anatudai, hata mheshimiwa mbunge anatudai, kwa sababu mambo makubwa aliyofanya. Wananchi hawa wako tayari na wamejiandaa. Tunayo deni kubwa kwa viongozi wetu kwamba itakapofika wakati wa uchaguzi tunawaunga 100% kuwapa kura za ndio ili waendelee kuwa viongozi wetu kutuwakilisha vizuri zaidi. Katika kipindi cha miaka minne ya mama, sisi tumekuwa wanufaika wakubwa na uongozi wa mama, kwa sababu tumepata miradi mingi ya maendeleo ambayo imewezesha wananchi kunufaika nayo, ikiwemo mradi wa umeme, kwa sababu kila kitongoji sasa hivi tumepata umeme. Kwa hiyo tumekuwa wanufaika wakubwa kwa kweli na serikali ya mama. Tunamshukuru sana Rais Samia pamoja na mbunge wetu wa jimbo la Iramba Magharibi, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, kwa juhudi zake katika kuhakikisha wananchi wetu wanapata maendeleo na kusogeza huduma kwa wananchi. Hapa tulipo kwenye daraja la mto Mwajuma. Huyu Mwajuma alikuwa mtendaji wa kijiji. Baada ya kupata adha wananchi wake wa upande wa pili pale kwa Waarabu, maji yalikuwa yanaenda mengi sana kwenye mto Kiale. Yeye mwenyewe alikuwa mtendaji, akaamrisha wanakijiji wote kuja kuukata. Ndio maana mto ukaitwa Mwajuma. Alikuwa mtendaji wa kijiji. Ukaendelea, mto ukaanza kupita, kwa baadaye ikapatikana adha kubwa sana. Mvua ikinyesha, mto ukiingia mkubwa, basi inachukua kama masaa 24, watu wanashindwa kuvuka. Tunashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6, Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, katutengenezea daraja, sasa hivi tunapita bila mashaka. Mimi kama mwanamke naishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu mradi wa daraja. Mwanzo tulikuwa tunapata shida sana, hasa kwetu sisi wanawake. Unajikuta unataka kwenda kujifungua kituo cha afya Mgongo, hapa upiti, mto umejaa maji, tunashindwa kupita, inabidi tukae tusubiri maji yapite yaishe ndo na sisi tupite. Unafika kule kwa umechoka sana kama mwanamke. Kwa kweli mimi kama mwanamke namshukuru sana rais wetu. Sisi tunapongeza sana serikali yetu na rais wetu Mama Samia Dokta kwa vitu alivyovionyesha kwa vitendo. Kama madaraja tumeteseka sana takriban ya miaka mingi sana, miaka bibi. Umeona kuna madaraja
watu tunaweza kuvuka kwa uhuru, tunavusha wagonjwa kwa urahisi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana, katuwezesha sana 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 Mama Samia. Kata ya Mtoa ni miongoni mwa kata zilizonufaika na miradi. Ndani ya miaka 4 ya Mama Samia Suluhu tumefanikiwa kufungua barabara ya kutoka Masagi kuja makao makuu ya kata Tieme, lakini pia tumefanikiwa kupata fedha kwa ajili ya barabara ya kutoka Shelui kwenda Mtoa. Mbali na barabara, lakini pia tumepata fedha ya kujenga daraja kubwa la kisasa na ambalo liko karibuni kukamilika. Mbali na miundombinu ya barabara, kata Mtoa tumenufaika kwa ajili ya kujengewa kituo cha afya. Tulipokea jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 680 na kituo kimeshakamilika. Kituo hiki tayari serikali imeendelea kutuletea vifaa tiba na rasilimali watu kwa maana ya watumishi, na tunatarajia wakati wote kifunguliwe tayari kwa ajili ya kuendelea na kutoa huduma. Lakini mbali na hivyo, kwa kuwa ni kata kubwa, wanafunzi walikuwa wanapata changamoto kutoka maeneo mbalimbali ya vijiji kuja kwenye shule ya sekondari ilipo. Tuliomba tupatiwe fedha kwa ajili ya ujenzi wa sekondari ya pili. Tumshukuru mama, hadi hivi ninavyoongea shule iko hatua ya mwishoni na kamilika, na baada ya midterm ya mwezi huu wa 4 watoto wanaanza kusoma. Tuliingiziwa shilingi milioni 544 kwa ajili ya madarasa 8 na majengo mengine kama maabara zote 3, tehama na maktaba. Lakini sambamba na hivyo, shule ya sekondari Mtoa tulipatiwa fedha. Mpaka leo hii miundombinu ya madarasa kwa shule ya sekondari Mtoa imeshakamilika na kubaki na ziada, na hatuna upungufu wote hata wa viti na meza. Sana hitaji kubwa ambalo bado tunalo kwa shule hii sekondari Mtoa ni kwa ajili ya ujenzi wa hosteli. Kipekee kwa niaba ya Wanamtoa tunamshukuru sana sana Mama Samia Suluhu Hassan, jemadari wetu anayeliongoza vizuri gurudumu la nchi yetu ya Tanzania. Tumekuwa tukimshuhudia na kumuona mama kwa ukaribu kupitia fedha zinazokuja kwa ajili ya miradi inayoenda kuhudumia wananchi. Tunalo deni kwa mama, na ahadi yetu mama tunamwahidi mitano tena kwenye sanduku la kura tutaenda kumlipa mama. Lakini kipekee pia nichukue nafasi hii kumshukuru mbunge. Tuna mbunge ambaye ni mbunge mtu wa watu. Kila mahitaji tunayompelekea ili atufikishie kwa mama, Dr. Mwigulu Nchemba amekuwa mstari wa mbele kutusaidia, na fedha anazozitoa mama zinafika kwenye mikono salama na tunafanya kazi. Nyuma yangu hapa kama tunavyoona daraja la mto Kinkungu. Daraja ambalo kwa kweli limetupa matumaini makubwa sana, kwa sababu tumekuwa tukipata changamoto nyingi sana kwenye huu mto. Mvua inaponyesha mto huu huwa unajaa sana. Sasa ukishajaa manake shughuli zote zinasimama, ikiwemo magari yanayosafirisha mizigo hayawezi kupita, watu hawawezi kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Yani ninakuwa ni shida kubwa. Sasa tunapata changamoto pia za wagonjwa, wakati huo mto umejaa manake wanashindwa watu kuvusha mgonjwa, hatimaye kifo kinamkuta pale. Kwa hiyo tunashukuru sana jitihada za serikali kwa kujenga daraja. Daraja hili liko mbioni kukamilika kama mnavyoona, makalavati haya kwa ajili ya kukamilisha vile viwango vya mwisho vilivyosalia. Kwa kweli tunashukuru sana, kwa sababu sasa hivi huduma zetu zitakuwa rahisi sana, watu watapita kwa urahisi. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa juhudi kubwa zinazoonyeshwa mahali hapa na mahali pengine. Tunaona miradi mingi ya maendeleo ikitekelezwa kwa uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan, mitano tena kwako mama. Mheshimiwa mbunge Mwigulu Nchemba, mitano tena kwako. Mheshimiwa diwani Tyumba, Samuel Tyumba, mitano nkange kwa mwako baba. Ukitomasane kazi lekitonda. Tunashukuru sana kwa kweli. Mimi ni mwenyeji wa hapa, pia ni mzee maarufu. Mto wa Kinkungu ulikuwa una magonjwa makubwa mno.
na tulikuwa tunateseka. Mimi ni mzaliwa hapa. Tumehangaika miaka ya nyuma. Watu walikuwa wanahangaika mpaka wengine walikuwa wanajifungulia hapa mtoni, wengine wanafariki hapa mtoni. Nimekushukuru sana rais wetu. Na una juhudi na una bidii ya kufanya kazi kijeshi kweli kweli. Nimekupa hongera sana. Endelea kutupa tena nguvu za hali ya juu hapa Kinkungu, na sisi tunufaike. Tuwe na maendeleo mazuri. Manake kila sehemu kweli tunaambiwa hapa tuko nyuma. Kwa ajili ya nini? Kipija nyuma kwa kweli ilikuwa hatusikilizwi. Pamoja na kwamba tulikuwa tunaidiwa, lakini mimi mwenyewe nilikuwa bado sijaona, mtoto mdogo nimezaliwa hapa. Lakini sijaona juhudi zako uliozifanya ulivyoingia mpaka sasa hivi. Yaani mpaka sasa hivi nashukuru mno. Na niko kweli mpaka sasa hivi nina raha sana. Hili daraja mpaka sasa hivi nao litegemea hili likiisha hili katika tarafa au wilaya. Naona tutashukuru mpaka wilayani. Magari wafanyabiashara wana hata siku 3-4 wako njiani. Kwa ajili ya nini? Ya matatizo ya barabara, na huu mtu wa Kinkungu ndio alikuwa anatusumbua sana. Kwa sasa hivi najua kabisa na hapa ongea, mtu wa Kinkungu hatutasumbuka tena na madhara hatutapata kwa juhudi zenu. Na waomba, yani muendelee na juhudi hizi. Tena nawaombea na Mungu aongezee baraka, aongezee siku zenu ziwe nyingi. Na mpaka sasa hivi hata kula zenu mimi nasema hapa Kinkungu lazima tutawapa kula zote. Mpaka tuhamasisha mpaka na watoto wetu ambao wameshafikia kwenye umri wa miaka 18. Tuwaambia kabisa hatutabadilisha rais wala mbunge wala diwani. Manake manufaa yao ni mazuri, matunda yao ni mazuri. Mpaka sasa hivi tunawashukuru sana. Kituo chetu cha afya cha Mtoa tuna majengo ya huduma za mama na mtoto pamoja na jengo la upasuaji, pia tuna jengo la laundry kwa ajili ya ufuaji, na pia tuna jengo la maabara na pia jengo la mortuary pamoja na nyumba ya mtumishi. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kutufanikishia tuletea vifaa kwa ajili ya hospitali yetu hii ya kituo cha afya cha Mtoa. Mwanzoni ilikuwa tuna uhaba kidogo wa vifaa, lakini kwa sasa huduma zinapatikana vizuri. Tunatoa huduma za mama na mtoto kwenye swala la chanjo na vipimo, hususani vyote vinavyohusu mama na mtoto. Tunatoa huduma za wagonjwa wa nje wote wa kawaida pamoja na huduma za maabara zinapatikana pia katika kituo cha afya Mtoa. Pia tunatoa huduma nyingine zikiwepo za uzalishaji, leba. Tunashukuru kwa kupata huduma hizo sasa hivi zinafanyika katika hospitali hii ya Mtoa. Nitoe pongezi sana kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu kwa kuendelea kuboresha huduma hizi, kututhamini na kuendelea kuwaletea huduma bora katika wananchi hawa wa Mtoa. Kwanza kabisa natoa pongezi kwa Mheshimiwa Samia kwa kutukumbuka pia katika kijiji chetu hiki kutuletea huduma kama hii, shule ya sekondari. Hii imetusaidia sana kwa watoto wetu ambaye sasa tayari walikuwa wanapiga karibuni kilomita 7 kwenda kupata huduma ya elimu, na kwa sasa tutakuwa tumeshafaidi kupata elimu hapa kijijini kwetu. Pamoja na kuwa ni vijiji vitatu, basi hii huduma itaendelea kutusaidia sana kwa vijana wetu. Kabisa mimi namshukuru Mama Samia kwa utendaji wake wa kazi, ametuwezesha mambo mengi. Zamani kwenye huduma hii ya matibabu tulikuwa tunaenda kituo cha afya Mgongo kabla hatujawa na kituo cha afya hapa Mtoa. Kwa hiyo baada kupata huduma hii sasa hivi tuna huduma ya karibu sana. Kwa tunamshukuru sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huduma hii ya afya karibu. Nashukuru sana kwa msaada wa Samia kwa kutujengea kituo cha afya. Wake zetu walikuwa wanapata shida ndani ya kujifungua, kwa naenda hadi Kiomboi. Kwa sasa hivi huduma hii inapatikana hapa Mtoa, hapa kijijini. Tunashukuru msaada wa mbunge, tunaomba aendelee kutujali. Pale mbele alitujali, ametusaidia sekondari, na sasa hivi wanafunzi wetu wanapata raha. Mara kwanza walikuwa wanapata shida sana mpaka kwenda kule Mkima, walikuwa wanapata shida sana vijana wetu kwenda shuleni. Wale vijana wale wa kike njia nzima walikuwa wanapita wanapishana na wanaume, tulikuwa hatuamini sana wale wanaume njiani. Ndani ya kipindi cha miaka 4 TARURA ndani ya wilaya Iramba imepokea bilioni 18 hivi, sawa na ongezeko la bajeti la karibu mara 7 kwa bajeti za kawaida kwa miaka ya nyuma. Fedha hizo zimetumika kuleta mabadiliko makubwa sana kwenye mtandao wa barabara ndani ya wilaya Iramba.
tumeweza kufungua barabara jumla ya kilomita 216.68 na pia tumeweza kujenga makaravati makubwa 27, daraja moja, lakini pia tumeweza kuanzisha mpango wa kujenga barabara kwa kiwango cha lami ndani ya miji. Ndani ya kipindi hicho tumejenga kilomita 3.8 na kufunga taa jumla ya taa 175. Tumeweza kufanya matengenezo ya barabara ya kawaida na muda mrefu jumla ya kilomita 259.25. Pia tumejenga mifereji jumla ya mita 3535 kwa ajili ya mifereji kwa ajili ya maji ya mvua. Ndani ya kipindi hiki cha miaka 4 kumekuwa na ongezeko kubwa la barabara zenye hali nzuri, ambapo barabara zilizofunguliwa takribani 35% ya barabara ndani ya mtandao zimefunguliwa ndani ya kipindi cha miaka hii 4. Lakini pia madaraja na makaravati yaliyopo 80% yamejengwa ndani ya kipindi cha miaka hii 4. Na hali ya barabara imeimarika zaidi kuwa nzuri kiasi kwamba barabara sasa zinapitika kipindi chote cha mwaka, tofauti na kipindi kile ambacho almost kwa ujumla tu 50% ya barabara zilikuwa zinapitika. Kwa hiyo kuna mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya barabara ndani ya kipindi cha miaka hii 4 kwa wilaya ya Iramba. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6, kwa bidii kubwa ambayo amefanya kutuwezesha sisi kama TARURA Iramba kwenye sekta ya barabara, kwa sababu bila hivyo kwa kweli yote haya singeweza kufanyika. Kwa hiyo tunapongeza sana juhudi zake na tunashukuru hata sisi tunaona sasa mabadiliko makubwa kwenye hali ya barabara ndani ya wilaya. Katika sekta ya maji, wilaya ya Iramba kuna mafanikio mengi yametokea kipindi hiki ambacho Daktari Samia Suluhu Hassan anaongoza serikali ya awamu ya 6. Kwa takriban kipindi hiki miaka 4 kuna mafanikio makubwa yametokea katika sekta ya maji. Kwanza, hali ya upatikanaji huduma maji imeimarika kutoka 61% mwaka 2021 hadi kufikia 71.6, ambao ni sawa na watu 213,664 kati ya wakazi 298,239 waishio vijijini wanapata huduma maji safi na salama hadi kufikia kipindi cha mwezi Februari mwaka 2025. Kwa kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 imetekeleza miradi takriban 19 katika wilaya ya Iramba. Pamoja na hilo, ndani ya kipindi cha miaka 4 Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa fedha kwa ajili ya upanuzi wa mradi wa Ziwa Victoria ambao ulikuwa umeishia mkoa wa Tabora, sasa umefika katika mkoa wa Singida, wilaya ya Iramba, eneo la Shelui. Takriban bilioni 24.7 zimetolewa na Dr. Samia Suluhu Hassan na kuboresha huduma ya maji katika eneo la Shelui na hivi vijiji ambavyo mradi wa Victoria utaenda kugusa. Takriban jumla itakuwa ni bilioni 32.34 zitakuwa zimetolewa ndani ya miaka 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan katika wilaya ya Iramba katika sekta ya maji tu peke yake na ni vijijini. Sisi kama RUWASA ambao tumepewa dhamana ya kutoa huduma ya maji vijijini, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha miaka 4. Kwa kweli alionyesha dhahiri kumtuma mama ndoo kichwani kwa vitendo na si maneno. Hata ukipita vijijini sasa hivi tunaona huduma za jamii zimeimarika, vituo vya afya vina maji ya kutosha, shule, zahanati na wananchi moja, familia zimeboreka, wana maji majumbani. Katika vijiji vingine sasa ukitembea utakuta kuna shawa, watu wanaishi maisha kama vile mjini. Pamoja na jitihada nzuri za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka 4 kutoa fedha kujenga miradi ya maji, bado hakuacha sekta hii ya maji kwa kutoa vitendea kazi. Ametoa magari katika mkoa wa Singida, takriban magari 5. Katika wilaya ya Iramba ametoa gari moja aina ya Hilux 0 km kwa ajili ya kusimamia huduma za maji vijijini na pikipiki takriban 5 kwa ajili ya usimamizi wa huduma katika ngazi ya vijiji. Kwa hiyo sisi kama RUWASA kaongole kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake, tunaamini Mungu akimpa neema kwa miaka mingine inayofuata tutafanya zaidi, na tuko tayari kufanya kazi hii tumeitiwa kwayo, na tuko tayari kufanya kwa bidii kadri Mungu atakayotujalia. Kwa kweli wanawake wa Kiomboi tumefaidika mno na tunamshukuru Mama Samia. Kiomboi tulikuwa na shida sana ya maji.
lakini sasa hivi tunashukuru mradi unaoendelea. Kwa kweli tunamshukuru mno. Tulikuwa na shida sana, changamoto sana ya maji, lakini kwa sasa hivi maji tunaendelea kupata nafuu kuanzia ule mradi wa Tutu na huu unaoendelea. Ambao mradi huu ukikamilika utatuondolea adha ya maji. Wanawake wa wilaya ya Iramba tutaishi kwa amani, tutaacha kwenda maporini kutafuta maji. Tutaweza kuhudumia familia zetu kwa uzuri kabisa. Kwa kweli hatuna cha kukulipa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yako. Sisi tutakulipa mama kwenye sanduku la kura. Pale Oktoba tutakwenda kupiga kura zetu zote kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ametuona sisi wanawake wa Iramba na kutuletea mahitaji yale muhimu yote tuliokuwa tunayahitaji kwa kipindi kirefu. Cha kwanza kabisa nitoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais mama mpenda wetu kwa sababu ameufanya huu mradi uondoe kero kwa wananchi wa kijiji cha Misigiri, na ninamshukuru kwa sababu amefanya makubwa sana kuhusu na mradi huu. Awali kabla mradi huu kuongezewa nguvu, ulikuwa ni mradi ambao huwa na pampu moja ilikuwa nasukuma maji kusambaza kwa wananchi wa kijiji cha Misigiri. Mradi ulikuwa na tenki lenye ujazo wa lita 50,000. Kwa hiyo ulitengenezwa au ulijengwa kulingana na idadi ya kaya za wananchi waliokuwepo kipindi kile cha zamani. Lakini kama mnavyojua, kijiji cha Misigiri kimekuwa na ongezeko kubwa sana la makazi ya watu. Kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita na watu wameongezeka sana hapa Misigiri. Kwa hiyo uhitaji wa maji ukawa tayari umeongezeka kuwa mkubwa sana. Na tulipopeleka kilio chetu serikalini kwamba tunahitaji mradi huu uongezewe nguvu, kilio chetu kilisikika kwa Mheshimiwa Rais. Ndio maana ukaletwa mradi mkubwa wa milioni 500. Lilijengwa tenki kubwa la lita 400,000 tofauti na la zamani ambalo lilikuwa na ujazo wa lita 50,000. Kwa kuwa ulikuwa wa kijiji cha Misigiri tu, ulihudumia kijiji cha Misigiri tu, lakini tayari ukawa ni mkubwa, ukafanywa kuhudumia kata nzima ya Ulemo, vijiji vitatu, yani Misigiri, Ulemo na Kitukutu. Ikapunguza sana adha kubwa ya wananchi wa kata ya Ulemo ya kupata maji. Mimi niseme tu kwamba hilo limetusaidia, limeepusha wananchi kwenda kuchota maji makorongoni, mitoni ambayo yanakuwa mara nyingi sio salama. Na kwa sasa wananchi wengi, asilimia kubwa wanatumia maji ya bomba ambayo ni salama zaidi, yanasaidia sana hususan shughuli za maendeleo. Niwashukuru Mheshimiwa Rais na mbunge wetu wa jimbo hili la Iramba. Sababu ya kushukuru ni kwamba pale tu tulipopeleka ombi la kuongezewa mradi nguvu halikuchukua muda. Kwa hiyo hicho nishukuru sana. Na haraka sana mradi ulitekelezwa kwa muda mfupi sana. Tofauti za zamani labda miradi ilikuwa inachukua muda mrefu kutekelezwa hadi kukamilika, lakini huu mradi ulikamilika kwa muda mfupi sana. Kwa serikali hii sikivu ya mama, serikali hii ambayo inajali wananchi wake, hususan wananchi wa kijiji cha Misigiri, hatuna deni na mama. Ametufanyia mengi sana, maendeleo mengi ya kutosha. Kwa miaka 4 ya uongozi wa mama yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeweza kupokea pesa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ambayo hiyo miradi inawagusa wananchi moja kwa moja. Tulikuwa na ujenzi wa vituo vya afya, zahanati, lakini pia maboresho katika hospitali yetu ya Iramba. Tuliweza kujenga vituo vya afya 6 jumla, lakini pia na zahanati 20. Tulipokea kwa ajili ya ujenzi tu bilioni 6,563,080, lakini pia tumepokea vifaa tiba vyenye thamani ya bilioni 1 na milioni 600. Kubwa muhimu ambalo tumenufaika nalo sana na tunalifurahia ni tumeweza kufungiwa mtambo wa kuzalisha hewa tiba ya oksijeni katika hospitali yetu ya Iramba. Tulikuwa tunaenda kununua oksijeni, mtungi mmoja unanunua 70,000. Ilikuwa ni gharama kubwa sana. Tunaifuata mbali, lakini bado gharama ni kubwa sana. Lakini tumeweza kupata mtambo wetu hapa sasa hivi. Kwa hospitali tunaweza kuzalisha, lakini vituo vyetu vya afya tunaweza kupata. Lakini sio hivyo tu, hata mkoa mzima tunaweza kusupply, wanachangia tu hela ya uzalishaji. Badala ya tulikuwa tunanunua 70,000 ngapi, sasa hivi mtu anaweza kupata mtungi kwa 25,000, 15. Kwa hiyo gharama zimepungua. Tuna uhakika kwamba wagonjwa wetu wale mahututi na haya majengo tuliojengewa ya wagonjwa mahututi na magonjwa ya dharura,
hewa ya oksijeni sio changamoto, lakini pia tunaweza kusaidia mikoa jirani kuweza kupata hiyo hewa tiba kwa gharama nafuu, ambayo sasa naamini wananchi wanakuwa hawahangaiki. Lakini pia tumepokea vifaa tiba vyenye zaidi ya 1.5 bilioni ambavyo vimekuja kufanya mapinduzi makubwa kabisa katika utoaji wa huduma. Tunazo mashine za kisasa kabisa za kusaidia upumuaji kama ventilators. Tunazo mashine za kisasa za kutoa dawa za usingizi na ganzi. Tunazo mashine za kisasa za kufanya uchunguzi kama digital x-rays, ultrasound, heavy duty machine ultrasound, ECG, echo na mashine za matibabu ya meno, modern dental chair pamoja na dental x-ray. Tuna mashine pamoja na vifaa vya kufanya upasuaji wa macho, stethoscope, operating stethoscope pamoja na vifaa vingine vingi. Kwa hiyo upatikanaji wa vifaa hivi kwa kweli vimeleta ufanisi sana. Watendaji wetu sasa, wataalamu, wanaweza kufanya kazi wakiwa katika hali ya utulivu. Hata upande wa maabara napo, maabara haijaachwa mbali. Maabara kwa sasa idadi kubwa ya vipimo ambavyo awali wagonjwa walilazimika kufuata mkoani pamoja na maeneo mengine kama chemistry, biochemistry investigations, vipimo vya ini, figo, kipimo cha sukari pamoja na kipimo cha electrolyte na vipimo vingine vingi. Vyote hivi vinapatikana katika hospitali yetu. Tumepokea pia wataalamu, watumishi wengi. Kati ya watumishi 200 nao waliofika kwenye wilaya yetu, idadi kubwa ya watumishi wakiwemo madaktari, wauguzi, wataalamu wa maabara, wafamasia, wataalamu wa lishe, watumishi wa kada mbalimbali wako hapa. Kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais kwetu sisi Iramba ni kipindi cha baraka. Shukuru sana Mheshimiwa Rais, endelee kumwombea baraka. Basi sisi hospitali ya wilaya Iramba tutaendelea kumuunga mkono na kumtakia heri katika kutimiza majukumu yake. Yaani dole nomba sana Samia kutengeneza hospitali. Yaani hutuma nsomba sana dole kutumiwa wajawazito na abanege na watoto na wale mambo walilagwa. Dole lomba kwa huduma za kijamii zinazoendelea kuboreshwa kila siku. Naona kina mama hapa huduma ziko safi. Kwa kweli mama amejitahidi hasa katika wilaya yetu ya Kiomboi. Kweli tunamshukuru Rais kwa maboresho na jinsi anavyotupigania sisi wananchi. Huduma ni nzuri, mazingira masafi, madaktari wametupokea vizuri. Tunashukuru mama kwa kurekebisha huduma hii, kwa sababu hospitali yetu ilianza kuzorota. Lakini mama, kwa hii miaka 4 tunashukuru umejitahidi, umeturekebishia majengo, umeturekebishia vitanda. Sasa hivi tunahudumiwa vizuri. Mitano tena mama tunakupa.